Striker wa Simba ambaye amesajiliwa kwanza ana futi 16, ana futi 16.7. Ni jitu fulani hivi limeenda hewani. Ni mtu fulani ameenda hewani kweli kweli. Alafu bado ni kijana mdogo, maana bado ana umri wa kukua sana. Unajua yule ni mchezaji ambaye watu wanaofahamu mpira watakuwa wanajua ni mchezaji wa aina gani. Brother, yule Ibrahim Doumbia wa Simba Sports Club, labda yatokee na vitu vingine, ila for me, kwa namna ambavyo anaweza kukaa kwenye position na namna anavyoweza kufinish, anaweza kuwasaidia Simba Sports kwa nafasi kubwa sana. Simba wamekosa mchezaji kama yule kwa muda mrefu sana. Simba mara mwisho mchezaji wa yule wa Villa alikuwa ni Medi Kagere, si ndio? Ambaye Simba anakuja kuipata vision ya Medi Kagere kwa siku za hivi karibuni. Ukimtafuta mtu wa mpira kwenye eneo la striker, kwa mipira aliyoigusa ndani ya box, yule Ibrahim Doumbia, touch yake ya kwanza ametoa pass, touch yake ya pili sawa, amegonga mwamba, touch yake ya tatu mpira golikipa mlinzi kidogo ajifunge, wakatolea mpira kwenye mstari, touch yake ya tatu ilikuwa ni kwenye kudribble, mpira ukakataa ukapotea. Yani amegusa mipira kama mitano yenye madhara, ambayo eneo la mwisho unahitaji mtu wa design ile ambaye muda wote mabeki pinzani watahisi huyu mtu ni design wa wachezaji hatari. Kuna ushabiki wa mpira. Mtu anaweza katoka kwa sasa hivi akamwona Mohamed Doumbia au no, huyu Ibrahim Doumbia akamwona kwa sababu ni wa kawaida, kwa sababu hajafunga bao, kwa sababu watu wengine wanaona ubora wa mtu akifunga goli. Lakini sisi tunaojua mpira, sisi tunaofanya nini? Tunaojua mpira, positioning yake yule Ibrahim Doumbia ni striker. Sababu ile nafasi alikaa yule mchezaji yule Mbotswana yule ndo hamna kitu. Yule mchezaji yule kwa mkopo, yule wafukuze asubuhi. Yaani katika wachezaji ambao wamekuja hamna chochote. Ana rasta tu. Ana rasta, ana sura kama Bushman yule, wao mabushman wao, unajua. Yule God must be crazy. Mchezaji wa Simba ana kasura kama kabushman. Ukimwangalia vizuri, si ndio wale kutoka Botswana kule. Amecheza nafasi ya ushambuliaji leo. Hajapiga shoot on target, hajapiga shoot off target. Na ni mchezaji ambaye yuko kwenye majaribio. Yule ndio maana halisi ya kwa nini umeleta majaribio. Yaani yule kimsajili, kaka ni Galasa, Gulasa, Gweresa, Gudasasi na vitu gani? Hamna kitu. Ni mchezaji ambaye hawezi kuisaidia timu ya Simba. Yaani yule baada ya majaribio ya leo, mimi najua mpira. Yule anaitwa nani huyu? Anaitwa Motus Cooper. Sawa? Sio type kucheza Simba Sports Club. Kwanza kwa umbo lake, alafu position anaenda kucheza nafasi ya ushambuliaji. Kaka, yani yule ukutana na Ibrahim Abaka, akikupiga pushi kule, yule mchezaji hawezi kuwasaidia Simba. Hana supu naye. Mchezaji hana supu, mchezaji hana nyama, mchezaji yupo kawaida. Kwa hiyo sio mchezaji wa kusajiliwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo ni pumba Simba itupe. Inaweza ikawa sio pumba, akawasaidia watu wengine, lakini kwa kucheza kwenye klabu ya Simba Sports sio mchezaji ambaye anaweza kawasaidia. Na ndio maana anavaa jezi nambari 13. Kwa sababu ile namba ni ngumu kuivaa kwenye maisha ya mpira. Tafuta wachezaji wa mpira wote. Ukikuta mchezaji anavaa jezi nambari 13, muangalie mara mbili. Jezi nambari 13 huwa haivaliwi kwenye mpira. Na ukikuta mtu anaivaa jezi nambari 13, huyo binadamu sio wa kawaida kwenye ulimwengu wa mpira. Sawa. Umemzungumzia Doumbia kwa ubora wake, umesifia kile ambacho amekifanya katika mchezo wa kwanza. Lakini leo tumemwona Kevin Nation pembeni, Bakari Msimu. Macho yako yameng'amua nini katika mchezo leo akivaa uzi wa wekundu Msimbazi Simba? Alitazama first half ya Simba Sports Club. Man of the match ungekuwa na battle kati ya Semfuko Hussein na Bakari Msimu. Performance ya kiwango cha juu kweli kweli. Katika performance ambayo nilishangazwa mimi ni ya Bakari Msimu leo. First time anavaa jezi ya Simba Sports Club, alivyokuwa anasumbua katika mchezaji ambaye amepigiwa amechezewa rafu nyingi kwenye mechi ya leo dhidi ya Mogadishu, alikuwa ni Bakari Msimu. Yaani hata wale Mogadishu wakiambiwa bana huyu ni mchezaji ni usajili mpya, wanaweza kukataa. Lakini usajili ambaye ndio mara ya kwanza anavaa jezi ya Simba na mara ya kwanza anacheza mechi ya Simba Sports Club. Na muda ambao ametrain na Simba ni muda gani? Si ni muda mchache sana. Kwa hiyo kwa mzawa kwa performance ile ni wazi kabisa kwamba Simba Sports Club na Bakari Msimu hawakukosea kusajili. Mbali na hivyo, Anthony Mligo leo tumezoea anacheza full back ya kushoto. Lakini kule kushoto kwa anacheza Nathan Chilambo. Yeye anacheza center back na Vedatus Masinde. Hiyo ni ubongo wa beka. Anajaribu kufanya rotation kwamba in case siku sitakuwa na Vedatus Masinde, sitakuwa na Ansel Chura, sitakuwa
na Ismail Toure, sitakuwa na Rashid Deloko, sitakuwa na Nangu, sitakuwa na brother Kamza, nitakuwa na Mligo anacheza namba 5. Na of course performance kubwa. Kuna save kaitoa Anthony Mligo. Kama sio ufanisi wake na ubora wake, yule mtoto alikuwa Simba Sport iko na ruhusu bao, lakini amepambana, ameitoa mpira kwenye nafasi, imekuwa vizuri. Of course Beka amejaribu kuwapa watu nafasi wacheze, waenjoy mpira. Kevin Nation hakuna mtu anaweza kumzungumzia. Huhitaji kumchambua Kevin Nation. Anajua, yani anajua mpira kwamba anafanya nini, anafanya. Hakuna kipe kwa Kevin Nation. Lakini mchezaji mwingine aliingia benchi kutokea benchi wa Simba Sports Club, mchezaji wa kigeni ni Keleso Maghalwa. Keleso Maghalwa. Huyo Keleso Maghalwa brother, kama kuna fullbeki haziwezi kukaba. Kama kuna fullbeki haziwezi kukaba. Keleso Maghalwa baba ni hatari. What a player. Simba Sports amempa jezi nambari 11 mgongoni. Mikisoni sasa. Hiyo jezi kwa Simba Sports Club ni jezi yenye heshima. Sababu ni jezi ambayo ameivaa Musa Hassan Mgosi. Ni jezi ameivaa Louis Jose Mikisoni. Inapewa sasa Keleso Maghalwa. Maghalwa. Kapewa mechi mguso wake. First touch ya Maghalwa. Kaka sio ya mchezo. Kuna mpira mmoja amekakota dakika za mwisho, Simba anatafuta kupata bao, ndio amelikosa hilo. Ibrahim Dumbi alikuwa anakuadisia hapa. Kamchukua mtu kushoto kule. Kammimina watu wawili, watatu, wanne, watano kwenye box, akaweka mpira kwenye Ibrahim Dumbi anaingia papa, kuna watu wakaziba. Ni mtu ambaye kwanza sifa yake moja ni speed. Alafu ni yuko very sharp. Kwa kwenye ile nafasi anacheza Anicet Ura. Leo Anicet Ura mwalimu amemtumia kama nambari 9. Lakini mwisho wa siku akaona tunatafuta tucheze mpira, akawafungua. Kitu pekee ambacho kimeonekana kwenye mechi ya leo ni Mogadishu City walikuwa wanazuia na watu 6 nyuma.